diana sisi kwa sisi ili tuweze kuwa bora kama unavyotamani sisi tuwe. Asante Bwana kwa sababu unatupenda. Asante Kristo Yesu kwa sababu uko pamoja nasi. Tawala eneo hili na wewe ukaonekane. Hata dyslexia inapozidi kuongelewa na kuonekana, Baba ukaonekane wewe kwa sababu umeruhusu tujifunze sote. Kwa jina la Yesu nakushukuru. Amina. Tuko na founder wa Dyslexia Tanzania. Atatujuza machache kuhusiana na dyslexia ni nini. Kaa tayari, weka sikio, jifunze zaidi. Bwana azidi kukubariki. Karibu. Asante sana Jackson. Watu wa Mungu, habari za mchana. Habari za mchana. Asante sana. Sasa tuna dakika chache, tutatega masikio yetu tuweze kusikiliza kile ambacho tunahitaji kujifunza mchana wa leo. Na tunaenda kujifunza kuhusiana na neno linaloitwa dyslexia. Dyslexia. Kwa Kiswahili tunasema dyslexia. Wangapi wameshawahi kusikia hili? Ili tujue tunaanzia wapi. Namuona mama pale amenyosha na mama mwingine pale. Namuona dada mmoja pale. Tuna watu kama 4 5 tu wamenyosha mikono yao kwamba wameshawahi kusikia neno dyslexia au wanatambua dyslexia ni nini. Sasa sisi wanadamu, jinsi ambavyo Mungu ametuumba kwa namna gani? Tofauti, si ndio? Katika kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 13 mpaka wa 14, Biblia inatuambia kwamba tutamshukuru Mungu kwa kuwa ametuumba kwa jinsi ya kutisha na jinsi ya ajabu. Sasa tunapoenda kujifunza dyslexia, nataka tulete mtazamo wetu, akili zetu zielewe ya kwamba Mungu ametuumba kwa namna ya ajabu lakini kwa tofauti. Hebu fikiria kama sisi wote leo tungekuwa tumeumbwa kwa namna moja na tukawa tunapenda kitu kimoja watu wote. Naona mic yetu. Kama wote tungekuwa tumeumbwa na tupende kitu kimoja watu wote, au kama wanaume wangekuwa wanapenda mwanamke mmoja kwa ajili ya kumuoa, ingekuwaje? Si ndio? Sasa Mungu ametuumba ili tuwe tofauti, na dyslexia ni sehemu inayotufanya sisi kuwa tofauti. Sasa dyslexia ni nini? Ndio swali letu kubwa hapa, na wote tuweze kupata ufahamu huo. Dyslexia ni changamoto ya kujifunza ambayo inaathiri ubongo. Sasa tuanzie kwa mtoto. Inaathiri ubongo wa mtoto katika mambo makubwa 3 ambayo ni kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo mtoto anapokuwa anapitia changamoto hizi, kusoma, kuandika na kuhesabu, huyu moja, sio jinga, sio mbumbumbu, sio kilaza na majina yale mengine yote ambayo tunawachagulia na kuwaita wakati wanapokuwa katika changamoto hizi. Hayo majina tuyabadilishe sasa. Hiyo inaitwa dyslexia. Dyslexia asante. So, nimesema dyslexia inaathiri ubongo wa mtoto. Hiyo ni spectrum ambayo inamsababishia mtoto apitie katika changamoto hizi ambazo ni kusoma, kuandika na kuhesabu. Sisi nichukulie sasa sisi watu wa Njiro au sisi wa Tanzania au watu wengine, kwa sababu ya kutokujua dyslexia ni nini, ndipo tukawabatiza watoto wetu majina kwamba wedha huyu ni mjinga, huyu ni mbumbumbu na majina yanayofanana na hayo. Sasa tutaenda kuyaacha majina hayo tukiamini ya kwamba tumeumbwa kwa namna tofauti. Sisi sasa ambao tuna watoto na wale ambao wanategemea kupata watoto na wale watakaopata, tunakuwa na mtazamo mmoja kwamba mimi nikipata mtoto wangu akifikisha miaka 3 ataanza chekechea. Akitoka chekechea ataenda primary, ataenda sekondari, ataenda vyuo na kuendelea. Mtoto asipoenda na mfumo huo wa elimu, ina maana sasa anatoka nje ya mfumo wa elimu
Na huyu sasa tunaanza kusema huyu labda mumpeleke VETA, huyu labda mumfanye hivi, huyu labda mumfanye hivi, huyu shule imemshinda. Tunawanyoshea vidole, tunawaita majina tofauti tofauti. Sasa tunatakiwa tutambue ya kwamba hiyo changamoto kwanza sio ugonjwa, lakini pili ni mtoto anajifunza kwa namna tofauti. Na watoto wanapokuwa wanajifunza kwa namna tofauti, sasa kwa mfano hawa wenye dyslexia, sio lazima kwamba apitie changamoto hizi tatu kwa wakati mmoja. Unaweza kupata mtoto shida ya kuandika. Kuandika yeye ni shida. Ukimweleza vitu anaelewa. Kwanza mtoto mwenye dyslexia anaonekanaje? Anaonekana kama mtu ambaye kama tunavyoonekana sisi tulivyokaa hapa, au kama mnavyoniona mimi hapa. Ukiniangalia hivi unaweza kusema sina kilema chochote, sina mkono ambao una shida, sina sehemu yoyote yenye shida. Ndivyo tu mtoto mwenye dyslexia anavyokuwa. Issue yake inakuwa katika ubongo. Sasa anapokuwa anachakata lugha kwenye kusoma, kuandika na kuhesabu, hapo ndipo unapogundua kwamba huyu mtoto ana nini? Ana changamoto. Anapokuwa anakuwa unapokuwa pale nyumbani hauwezi kumtambua kwamba mtoto ana dyslexia mpaka pale anapoanza shule. Akianza shule sasa, akiambiwa andika, wenzake wakiambiwa wataitikia wataandika yeye inakuwa ngumu kwake. Wakiambiwa 1+1, huyu yeye kwake anakuwa mzito au anakuwa mgumu. Si ndio? Sasa watoto wanapokuwa wanapitia changamoto hii tunasema wanajifunza kwa namna tofauti. They learn in a different way. Sasa niwarudishe pale nyuma niliposema sisi jinsi ambavyo tumezoea maisha yetu kwamba nikipata mtoto ataenda kwenye mfumo fulani wa elimu ambao tunao, chekechea, primary, sekondari. Asipoenda na huo mfumo tunasema amefanyaje? Huyu ni mjinga au ni mpumbavu. Sasa hawa wanajifunza kwa namna tofauti, wanahitaji kupewa muda zaidi. Tunao watoto kanisani. Utapata kwenye makanisa yetu, tukija kwenye program za watoto hapa, wale wanaofanya vizuri ndio wanapewa kipaumbele. Wanakuwa wanafanya vizuri na sisi tunakaa kule tunafurahia, tunaona watoto leo wamefanya vizuri. Lakini kuna hawa ambao wanafanya polepole. Kwa sababu tumekubali kwamba tumeumbwa kwa namna tofauti, inabidi tuwape nafasi tena muda wa kutosha ili na wao waweze kuonyesha vile vitu ambavyo wanaweza kuvifanya. Tuache kunyanyapana kwa sababu tofauti zetu tulizoumbwa nazo zinatuletea tafakari ya kwamba Mungu ametuumba kwa namna za ajabu ili wote tuweze kuishi pamoja tukiwa tunamtukuza yeye. Katika Biblia tunaona kwamba Yesu alipokuwa anawaita watoto alisema watoto wote waje kwangu, si ndio? Watoto wote. Hakuchagua wale ambao wanaweza kufanya mambo vizuri au wale ambao wanaweza kufanya mambo vibaya. Yesu alitaka watoto wote waje kwake, na hicho ndicho ambacho sisi tunapaswa kukifanya sasa. Tusiwapime watoto kwa uwezo wao, lakini tusiwafananishe, huyu mtoto wa fulani ana akili sana kuliko huyu. Mungu ametuumba tofauti. Hiyo ni dyslexia na ina changamoto zake. Lakini watoto wenye dyslexia, je, wanaweza kufanikiwa? Ndio, watoto wenye dyslexia wanaweza kufanikiwa sana. Tunasema ukitaka kupigana na adui wako ni lazima umfahamu. Kama una mtoto pale nyumbani anapitia changamoto ya kusoma, kuandika, na wewe haujui ile ni dyslexia, itakuwa haumjui adui yako na itakuwa ni vigumu sana kumsaidia mtoto yule. Lakini tunasema teknolojia imeenda mbali sana. Simu zetu hizi zina kitu kinaitwa speech to text. Maneno kwenda maneno kwenda maandishi, au maandishi kwenda maneno. Si ndio? Kama mtoto pia hawezi kuandika, unaweza ukamtafutia laptop akawa anaandika kwa kutumia laptop. Teknolojia imekuwa kubwa sana. Kwa sababu watoto wenye dyslexia anapokuwa anasoma, anaona maandishi yanaingiliana hivi. Kwa hiyo matokeo yake atabaki anaangalia kitabu akashindwa kuendelea kusoma. Na wewe kwa sababu akili yako nasema
kwa nini anashindwa kusoma? Atakuwa mbumbumbu, atakuwa mjinga. Hapana, ile disorder ambayo iko kwenye ubongo ndio inampelekea yeye kupitia changamoto hii. Sasa kwa sababu watoto wenye dyslexia kusoma ni shida, unaweza ukapata audio books. Kwa mfano kama Biblia, unaweza ukasikiliza. Leo ukaamua kusikiliza kitabu cha Mathayo, kikawa kinakuambia Mathayo 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. Akisikiliza hivi na mtu aliyesoma, kuna tofauti. Kwa nini tuwape stress watoto wetu, kuwapiga na kuwalazimisha kufanya vitu ambavyo ubongo wao hauruhusu kuvifanya? Kwa hiyo nilikuwa nasema watoto wenye dyslexia wanaweza kufanikiwa kabisa kama watoto wengine ambao wanaweza kufanikiwa, na mifano ipo mingi ya watu ambao wamefanikiwa duniani kwa sababu walishafahamu dyslexia ni nini na wakajua ni jinsi gani wanaweza kuwasaidia watoto hao. Kwa mfano mtu ambaye, wangapi wanatumia simu za iPhone? Wangapi wanatumia simu za iPhone? Wangapi wanamjua mwanzilishi wa iPhone? Si ndio? Mwanzilishi wa iPhone alikuwa na nini? Alikuwa na dyslexia. Lakini kwa sababu ya watu katika nchi zao kuelewa mambo haya, waliweza kuwaelimisha hawa watoto, wakasoma na wakaja wakawa watu wakubwa. Lakini wako watu wengine wengi. Thomas Edison, mtu aliyegundua balbu, tunaambiwa alifanya majaribio karibu 1000, si ndio? Lakini na yeye alikuwa ni mtu mwenye dyslexia. Mwishowe akafanya ugunduzi wa balbu. Sasa hivi tunakimbilia kwenye switch tu, taa inawaka hapa. So watoto wetu kule nyumbani tusije tukawaita mbumbumbu. Unapomwita mbumbumbu unazidi kumkandamiza na kumfanya asiweze kuelewa mambo, na yeye mwenyewe aone thamani yake ni ndogo sana mbele za watu. Tusiwaite wajinga, tuwape nafasi za kutosha, lakini pia tuwatie moyo katika kufanya masomo yao na shughuli zao. Kuna kisa kimoja, nilikuwa natoa masomo haya mahali fulani. Dada mmoja akasema shuleni kwao wao kulikuwa na dada, yeye kila siku alikuwa anakuwa mtu wa mwisho, na siku moja akawa mtu wa pili kutokea wa mwisho. Anasema siku hiyo tuliona miujiza. Baba yake na mama yake wakaja shuleni na maua makubwa wamebeba, wakamletea, wakafurahi pamoja naye, wakamwambia umekuwa wa pili kutoka wa mwisho. Na siku zote alikuwa wa mwisho. Sasa yule dada akiwa ananielezea kisa hichi ananiambia, sasa ndio nagundua kwamba hawa wazazi walikuwa wanajua mtoto wao alikuwa na dyslexia. Sisi shuleni hata tunajua alikuwa na shida gani. Kwa hiyo watoto wenye dyslexia wanatakiwa kupewa moyo nyumbani, shuleni, lakini na walimu wao pia. Sasa tunapoelekea mwisho, dakika zetu zilikuwa ni chache kabisa. Tunawezaje kuwasaidia watoto wenye dyslexia au watu wanaopitia changamoto hizi? Namba moja, tusiwafananishe na watu wengine. Unajua kuna wazazi kule nyumbani wanafanya elimu kama ndio kipimo, kwamba ukifaulu unapata zawadi. Sasa kuna yule anafaulu kila siku, yeye anapewa zawadi. Unakuta huyu huenda na dyslexia, kwa hiyo namna anavyofundishwa shuleni hawezi kuelewa. Tunasema samaki ukimleta hapa si ni ngumu kukimbia jamani, lakini tukimweka chita hapa anakimbia. Sasa masomo, unakuta mtoto mwenye dyslexia, masomo ambayo anafundishwa shuleni na walimu wanaomfundisha kwa sababu ya kutokujua, hawezi akafaulu. Alafu mwingine unampa zawadi kila siku, unazidi kumharibu na kumkandamiza mtoto wako, wewe mwenyewe anaharibikia mikononi mwako. Lakini kama ambavyo nimesema, yale maneno ya kuumiza, ya kumuita mjinga, mbumbumbu, tulikuwa tunatoa training hizi kwenye baadhi ya mashule, na tukafika kwenye shule moja hapa Arusha huko Sinoni, wakawa wanamuita mtoto mmoja zombi kwa sababu haelewi kitu. Lakini kwa jinsi ambavyo Mungu ametuumba kwa namna tofauti, je, haya makosa ni ya huyu mtoto? Tutakapokuwa tunaelewa mambo haya,
tutayarudisha hata mpaka kanisani tunapokuwa tunawafundisha watoto, lakini tunapokuwa tuna interact nao katika shughuli zetu za kila siku. Maumivu ya kumwita mtoto mjinga, ungeyajua maumivu haya anavyoyapata mzazi mwenye mtoto husika, usingesubutu kufanya hivyo. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafahamu sisi kama kanisa, tusije tukakwazana huku na huku, lakini tukiamini ya kwamba tumeumbwa kwa namna tofauti. Jambo lingine ambalo tunaweza kufanya, nimesema, ni kuwatia moyo watoto hawa ambao wana changamoto hizi, lakini pia wazazi kushirikiana na walimu ili kuweza kuwasaidia watoto wenye changamoto za dyslexia. Hii kwa kifupi kabisa ndio dyslexia, na sisi kama Waadventista wa Sabato tunapaswa kufahamu ili tuweze kuishi na jamii hii tukiamini ya kwamba watu tunaoishi nao tumeumbwa kwa namna tofauti na ya ajabu. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu aliyekuwa anaongea nasi ni founder wa Dyslexia Tanzania, anaitwa Jones. Bwana akubariki sana brother. Lakini pia mimi ni project manager wa Dyslexia Tanzania. Tunatoa mwaliko kwenu nyinyi wamiliki wa shule au taasisi, pengine elimu hii haijawafikia watu wengi. Tunaweza tukaja kufanya workshop katika shule zenu, lakini pia katika taasisi zenu kuwafundisha zaidi na zaidi. Muda haukutosha, tungejifunza mambo mengi sana. Najua kuna wazazi wanateseka na watoto wao, wanahisi kwamba wana dyslexia, hiyo learning disability inaitwa dyslexia, wanawaita mbumbumbu, ni slow learners. Najua wako wengi. Kwa hiyo mkihitaji kufahamu zaidi na zaidi, tunaweza tukampata Mr. Jones, na ofisi zetu ziko pale Mega Complex floor number 7. Lakini kwa mawasiliano tunaweza tukapatikana kwa namba za simu 06 88 53 58 48. Bwana azidi kuwabariki, na ndio mwisho wa programu yetu ya leo. Tuombe. Asante Bwana kwa sababu siri hii ni nzito. Tulihisi watoto wetu hawajabarikiwa. Watoto wetu ni mbumbumbu. Tulihisi sometime tunakata tamaa kwa sababu hawawezi chochote, hawaoni mwanga katika elimu. Wapo watoto wengine waliosema kwamba hatuhitaji shule kwa sababu hatuelewi chochote. Lakini sisi wazazi tukielewa kwamba hii ni changamoto na namna ya kuishi na watoto wa aina ya namna hiyo, tunaweza tukawafanya wakawa watu wakubwa. Tumeona mifano ya watu wakubwa uliowafanya wewe wakawa wakubwa zaidi. Dyslexia tunajua kwamba si learning disability tu, bali ni baraka ulioweka ndani ya watu wako. Tunakuomba Bwana, tunapoenda kuyajua mambo haya na tunapoyasikia namna hii, tuweze kujifunza zaidi na tuweze kuyafanyia kazi ili tuweze kuwasaidia watoto wote na watu wote ambao wanajisi kutengwa kwa sababu ya wana hali hii ya dyslexia. Bwana asante kwa sababu vipindi vinavyozidi kuendelea utazidi kuwa pamoja nasi na utazidi kutubariki zaidi na zaidi. Kwa jina la Yesu tunakushukuru. Amena.